Karibu Mwanaspoti. Leo katika maktaba yetu ya wachezaji nimeshika kurunzi na lengo la kumulika mchezaji Raheem Sterling. Raheem Shaquille Sterling alizaliwa tarehe 8 Disemba mwaka 1994 huko Kingston, Jamaica. Akiwa na umri wa miaka 5 alihamia London, Uingereza pamoja na mama yake Nadine Clark ambaye alikuwa mwanariadha wa timu ya taifa ya Jamaica. Sterling alisoma katika shule ya Copland huko Wembley na baadaye shule ya maalum ya Vernon House kutokana na changamoto za tabia. Tuangazie safari yake katika vilabu. Mwaka 2003 hadi mwaka 2010, Sterling alianza safari yake ya soka katika klabu ya Queen's Park Rangers QPR na kujenga msingi wake imara. Mwaka 2010 hadi mwaka 2015 alijiunga na Liverpool Academy na kucheza mechi yake ya kwanza ya kikosi cha kwanza mwaka 2012 na kufanikiwa kufunga mabao 18 katika mechi 95 za ligi. Mwaka 2015 hadi 2022 alihamia Manchester City kwa ada ya pauni milioni 49 na kuwa mchezaji wa kwanza wa Kiingereza aliyenunuliwa kwa bei ya juu zaidi wakati huo. Hapa aliyashinda mataji 4 ya EPL na kufunga mabao 91 katika mechi 225 za ligi. Mwaka wa 2022 hadi 24 alijiunga na Chelsea na kupatana na changamoto nyingi zaidi hadi alipojiunga kwa mkopo na klabu ya Arsenal. Hapa amelifunga bao moja tu na msururu wa changamoto bado unaendelea kumfuata. Sterling amechezea timu ya taifa ya Uingereza tangu mwaka 2012 akicheza mechi 82 na kufunga mabao 20. Pia ameshiriki katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2014, 2018 na mwaka 2022 pamoja na mashindano ya UEFA Euro 2016 na 2020. Amezipata tuzo kadhaa kama vile Golden Boy Award 2014, Young Player of the Year msimu wa 2018-19, FWA Footballer of the Year 2018-19 na MBE 2021 na mjumbe wa heshima ya Uingereza kwa mchango wake katika usawa wa rangi kwenye michezo. Lakini baada ya kipindi kigumu, Arsenal anatarajiwa kurejea Chelsea mwishoni mwa msimu huu. Hata hivyo, Chelsea hawana nia yake tena. Huenda akaenda Saudi, lakini nia yake ni kubakia Ulaya, huku vilabu kama Aston Villa na Crystal Palace zikionyesha nia ya kumsajili. Mustakabali wake ni upi? Tutegee hapa. Mimi ni Spice.